Siku hizi mambo yanakwenda kidigitali zaidi, yaani kadi za michango na mialiko zinasambazwa kwa njia ya SMS na WhatsApp. Tunatoa huduma za kusambaza kadi nzuri na za kuvutia, yaani stylish. Tunasambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp kwa waalikwa wote ndani ya dakika 30 tu. Tunawapigia simu waalikwa wote kuhakiki kama wamepokea kadi. Tunaskani kadi siku ya sherehe kuepusha uzamiaji. Baada ya sherehe, waalikwa wote watatumiwa kadi ya shukrani. Usipoteze muda wako kutembeza kadi nyumba kwa nyumba. Watumie kadi direct kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki WhatsApp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Fadhili Maganya, amesema mafunzo yanayotolewa na Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA ni suluhisho muhimu katika kukabiliana na changamoto ya ajira kwa vijana nchini. Maganya amesema hayo wakati wa ziara ya viongozi wa Umoja wa Wazazi wa Tanzania katika makao makuu ya VETA jijini Dodoma, akibainisha kuwa kupitia VETA taifa linaendelea kupunguza kwa kiasi kikubwa tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana. Shida hii ambayo element ya hii ya hawa Gen Z, Generation Z, ambayo wanalilia ajira, VETA ni sehemu ya suluhu ya jambo hili. Kwa hiyo sisi wazazi tunalo jukumu pia kuhakikisha kwamba vijana wetu tunawatuni katika mtizamo huo wa kujiunga na mafunzo ya VETA. Ilikuwepo hapo nyuma notion kwamba VETA, kumbe VETA sasa ndio mambo yenyewe, welding and fabrication, plumbing, woodwork and joinery, masonry and program and bricklaying. Kozi hizo mbalimbali zinaofanya vijana wajiajiri wenyewe. Tatizo la ajira is a global issue. Tena ukiangalia Tanzania tuna unafuu as opposed na nchi zingine. Ukiangalia website ya ILO, you wonder. Unakwenda South Africa, underemployment ya vijana, youth, 33%. Na nchi zingine is even more worse. Mheshimiwa Rais akiwa mzazi namba moja, na vile vile ilani ya CCM, tunaamini mzazi yoyote yule, cha kwanza ambacho angependa kukiona ni mtoto wake akipata ajira, akipata kipato, mtoto asiwe mzigo. Kwa baada ya kuona hilo, mzazi namba moja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ikabadili sera ya elimu. Tukasema sasa elimu yetu ni elimu ya ujuzi ili watoto wetu waweze kuajirika. Katika kwenda kutekeleza sasa kwa mifano zaidi, nadhani katika ilani yetu imeonyeshwa kwamba tunahitajika kuongeza vyuo vya ufundi stadi hapa nchini. Na sisi kama VETA tunasema
Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali pamoja na chama wamehakikisha swala hili linafanyiwa kazi. Kwa upande wetu sisi wa VETA, kwa ilani ya mwaka 2020 mpaka 2025 tumeweza kuongeza vyuo vya ufundi stadi takriban 33 katika mikoa na wilaya mbalimbali. Na mpaka sasa hivi sisi VETA tuna vyuo 80. Tulikuwa na vyuo takriban 37, tukaongeza vyuo vingine na vikaongezeka mpaka tukafika vyuo 80 tulipofika mwaka 2024. Sasa hivi Mheshimiwa Rais ametoa fedha, tunajengewa tena vyuo vingine 65 katika wilaya mbalimbali na mkoa mmoja wa Songwe. Vyuo hivi lengo ni kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania wanapata fursa wa kuweza kupata ujuzi mbalimbali utakaowasaidia katika maeneo yao, lakini pia utakaowasaidia kuweza kuingia kwenye soko la ajira la hapa nchini na nje ya nchi. Na ndio maana hata katika maeneo ambayo mmeweza kupita katika karakana baadhi tulizozionyesha, mtaona kuna baadhi ya karakana tumeonyesha namna ambavyo tunaenda kuandaa vijana wa Kitanzania kuweza kupata vile viwango vya ubora vya kimataifa ili waweze kupata kazi katika miradi ya kimkakati na utekelezwa hapa nchini, lakini pia kuweza kwenda kupata kazi nje ya nchi. Mwitikio wa watoto wa kike kujiunga na mafunzo ya ufundi umeongezeka kutoka 20% hadi 30%, jambo linaloonyesha mabadiliko chanya katika jamii. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau bonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.